Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Na hilo ndio ambalo wanakiri, kwa sababu ukimsikiza Jared Kushner ni mkwe wa Donald Trump. Anatajwa kuwa ni mmoja wa watu waliomshinikiza Trump kuwa hili liishe, kwa sababu nimewahi kuambia kuwa kampuni nyingi za Jared zina uwekezaji mkubwa Mashariki ya Kati. Toka Trump alivyomtambulisha Jared kwenye awamu yake ya kwanza, huyu kijana hakuondoka Mashariki ya Kati. Akaanzisha makampuni mengi ambayo mengi ni makampuni ya ujenzi. Nimetaja baadhi ya makampuni yake ambayo pia ndio yanaojenga ndio yanaojenga makazi haramu ya walowezi kule ukingo wa Magharibi. Makampuni mengi ya Jared, makampuni ambayo yana ufadhili wa fedha kutoka katika serikali za Kiarabu, ikiwemo mifuko ya hifadhi ya Saudia, Qatar, Imarati. Wote wameweka fedha kwenye mifuko au kwenye makampuni ya Jared Kushner ambaye ndio ana ujenzi. Sasa ni kama vile Qatar walitoa shinikizo kwa Jared, mwambie mkweo hili haliishi, vinginevyo sisi tutaondoa hii. Kwa hiyo Trump akapata shinikizo kutoka kwa Jared. Anachosema Jared kwenye interview, anasema kuwa Trump aliona kuwa Israeli imeanza kuvuka mstari kwenda pembeni, lakini hii ni taarifa ya uongo ambao unaweza ukaichukua kwa Trump, kwa sababu don't trust him anymore. Yani Trump huwezi kumwamini kwa vyovyote vile. Nimewahi kuambia kuwa huwezi kumwamini Trump, atakuuza. Kwa sababu Israeli walisema tulimjulisha Marekani kabla ya mashambulizi. Ndiyo walimjulisha, kwa sababu haiwezekani sehemu ambapo ipo kambi kubwa kabisa ya kijeshi ya Mashariki ya Kati ya Marekani iliyopo Qatar, kuwa mji huu ambao ni kijinchi kidogo, kijieneo kidogo, kumetokea mashambulizi ya ndege za hatari zimekuja kufanya mashambulizi. Je, zile ndege zingekuwa zinaenda kushambulia kambi ya Marekani, maana yake kuwa kambi ya Marekani ingeshambuliwa hali ya kuwa wako usingizini? Jibu ni hakuna. Kuwa rada zote zilikuwa zinafanya kazi gani? Kama walikuwa wanajua makombora yanavyoruka kutokea tu Iran, tayari kilomita 2200 wanagundua kuwa tayari kuna makombora yamerushwa hivi sasa. Vipi kambi kubwa ya Marekani iliyokuwa Qatar ilikuwa haiwezi kugundua kuwa kuna ndege zimekuja kushambulia? Maana yake kuwa taarifa zote walikuwa nazo. Ile taarifa ya Trump kuwa Israeli alishambulia peke yake ilikuwa ni taarifa ya uongo. Sasa Jared anamtetea mkwe wake kuwa anasema kuwa Trump aliona kuwa hivi sasa Israeli inavuka mstari kwenda upande wa pili, ndio maana alilazimisha haya yatokee. Yani lazima usitishaji utokee. Kwa hiyo ukiangalia kile anachokizungumza Jared pamoja na Steve, utagundua kuwa usitishaji haukuwa halisi, sio kwa sababu ya kile kilichokuwa Gaza. Usitishaji ulitolewa kama zawadi kwa washirika ambao wanaipatia Marekani na washirika wao, ikiwemo Jared, kuwa kufaidika kwake na Qatar ndio kuliosababisha akamsukuma baba mkwe wake kuhakikisha kuwa usitishaji unatokea. Sasa huu vunjifu unaotokea, hawa ambao walikuwa wamesukuma ndio sasa wanajaribu kuanza kuclear baadhi ya vitu. Maana yake ni kuwa hakuna anachokifanya Israeli bila ya kuwa na baraka zote zinazotoka kwa Marekani au kutoka kwa Donald Trump. Napowaambia Trump haaminiki, huwezi kumwamini Trump kwa njia yoyote. Nadhani mmeiona taarifa ya jana kuhusu Ukraine, anachokizungumza kuhusu Ukraine. Anawaambia Ukraine imefika sasa wakati wa kumaliza mzozo na Urusi katika nafasi hizo mlizopo. Yani sehemu uliosimama ni hapo hapo. Yani kuwa malizeni mzozo hali ya kuwa mmesimama mlipo. Kila mtu alichonacho basi ibaki hivyo hivyo, lazima mrudi kwenye meza. Umemtazama Trump anayebadilika. Nimewaambia mara ngapi Trump huwa anabadilika. Sasa huyu mtu wa namna hii huwezi kuamini. Ni kutoka mwezi mmoja uliopita alivyozungumza akasema kuwa hivi sasa Urusi imepoa, Urusi imedondoka kiuchumi, Urusi imeanguka. Sasa ni wakati wa Ukraine kwenda kuchukua maeneo ambayo yalikuwa yamechukuliwa na Urusi, na tunaweza tukaisupport ikitaka ichukue zaidi. Ni mwezi mmoja uliopita. Juzi anawaambia Ukraine, Zelensky alivyomtembelea kule, anazungumza kuhusu Tomahawk.
yale makombora ya masafa marefu ambayo anasema kuwa tutawapa wala msijali, na hayo itakuwa tayari. Kwa katokea mzozo na Urusi wakisema msiwape, wasema tutawapa kwa vyovyote vile, wabadilishe ule upepo. Leo anazungumza kuambia Ukraine kuwa inabidi mkubali kuwa mmepoteza. Donbas 78% iko kwenye mikono ya Urusi na ibaki Crimea ichukuliwe kwa Urusi. Sasa niambie, wale waliokuwa wanatembea nyuma ya Trump wakoje hivi sasa kwa kauli zake ambazo zinaendelea? Kwa sababu si kiongozi ambaye unaweza kumwamini, na hili nalirudia mara kadhaa kuambia kuwa Trump amekutana na vita mbili ambazo wanaoongoza hizi vita mbili zote wanamzidi akili kwa mbali, yani wanamzidi akili. Pale Urusi wanapoona kelele za Trump wanafahamu kabisa hizi kelele zake zinapaa mpaka kiwango fulani, halafu atafika sehemu fulani atapoa, na hapo sisi tutapokuwa tunamaliza. Kwa nini vitisho vyote vya Trump havibabaishi yoyote Urusi kwa nafasi yote, na wanaendelea waliposhikilia pale pale, na wala wakati mwingine hawajibu kauli zake, wanajibu wale watu wa ngazi za kawaida. Humsikii rais wa nchi kujibu, lakini wao wanaendeleza kile wanachokiona ni sahihi kwao. Lakini nimesema kuhusu Netanyahu ni kiongozi mwenye akili kuzidi Trump. Mwenye akili kuzidi Trump. Niliwaambia katika awamu ya kwanza ya Donald Trump, hakuna kiongozi alikuwa anamuendesha Trump kama Netanyahu. Kwa sababu kutoka kwenye mzozo mbaya kabisa na Barack Obama, ambao Obama aliamua kuwapoza Israel kwa kuingia makubaliano haya ambao aliyaboresha kutoka 2.7 billion ambazo zilikuwa zinakwenda Israeli, Obama akasema Israel atapokea 3.8 billion for 10 years. Obama aliwapoza baada ya makubaliano ya JCPOA ya Irani ambayo yalikuwa yameshutumiwa kwa njia zote. Netanyahu alikuwa hayataki na washirika wake wote walikuwa hawayataki. Kwa hiyo Obama alilazimisha, baada ya kulazimisha yale, akaamua kuwapa Israeli zawadi kama vile kuwapa ulinzi zaidi, kuwa hamtoguswa, tunawaboreshea kila kitu, muwe bora zaidi kuliko JCPOA. Lakini alivyokuja Donald Trump, cha kwanza alichokifanya katika mwaka wake wa kwanza baada ya kuingia tu ni kwenda kuitoa Marekani kwenye makubaliano ambayo alipata shinikizo kutoka kwa Israel. Netanyahu alimwambia jitoe, na Trump akazawadia Israeli Jerusalem. Trump akaichukua Golan Heights kuipa Israeli, kinyume kabisa na sheria zote za kimataifa. Kwa hiyo Trump alikuwa anazidiwa akili mbali sana na Netanyahu. So mara hii alivyokuja, niliamini kuwa Trump amejifunza siasa, amekuwa mwanasiasa, sasa huenda anajua michezo yote na nini, huenda. Lakini alianza kwa hiyo staili, manake kuwa Trump sio mpiganaji mwenye silaha nyingi, isipokuwa hawa wenzake wana silaha nyingi. Tazama ujio wa Trump na mbwembwe za Trump kuhusu hiki kinachoendelea. Utagundua kuwa Trump alikuwa amedhamiria akomeshe, na Trump mara hii alikuwa amekuja kwa ajili ya kummaliza Netanyahu. Lakini akajikuta kuwa Netanyahu ana silaha nyingi kumzidi yeye ambazo kuwa hawezi kupambana nazo. Alikuja na masuala ya Kennedy kuuawa, kwa sababu hiyo ingewaumbua Mossad. Alikuja na mafaili mengi ambayo yalikuwa yanayumiza Israeli, lakini wao walitoa silaha moja tu ya Jeffrey Epstein. Silaha moja tu ambayo wanaishikilia wakaiweka mezani. Hii hapa Jeffrey Epstein. Trump tayari akashusha mkia chini, akaanza kutekeleza, kufanya vile wanavyotaka wao. Sasa ninapozungumza kuhusu hawa viongozi wawili, Putin na Netanyahu, ni viongozi wenye akili zaidi ya Trump. Sasa Trump hata kama atakuja kusuluhisha hizi vita mbili, atasuluhisha katika conditions zao. Yani atasuluhisha katika yani wanachotaka wao, kuwa sisi tunataka hivi, iwe hivi, na Trump hawezi kucheza nje ya pale, kwa sababu tayari wamemblackmail, yani tayari wamemweka kwenye bracket ambayo hawezi kukunjuka, yani hawezi kwenda kushoto wala kulia. Ni viongozi wenye akili wanaomzidi. Matokeo yake kuwa amebaki kuwa ni kiongozi anaoongoza dude kubwa sana kama Marekani wanawaambia ni dude kubwa sana ambalo kama likielekea kwako linakusaga saga. Sasa ndani yake Israel kajificha katika hilo dude kubwa, lakini kama linaelekea kwako likikusaga we huponi, ndio sasa wanaliendesha. Yeye amepewa funguo, endesha, lakini remote hana. Wanamswitch kutokea mbali kuwa fanya hiki utafanya hiki, ufanyi hiki utafanya hiki. Ni vigumu sana kwa serikali iliyopo Israeli ya mrengo wa kulia, vigumu sana kuipoteza fursa ya udhaifu na akili ya Donald Trump. Ni vigumu sana. Jamani, tumieni akili za kawaida tu, hata sio tumia akili ya kawaida tu.
Israeli toka kuumbwa kwake na kuundwa kwake 1948 hajawahi kuwa na kupata fursa ya rais wa Marekani ambaye anawasikiliza kila wanachokitaka. Marais wote wa Marekani walikuwa wanasikiliza, lakini walikuwa wameweka mistari, wanachora mstari mwekundu hapa uzidi. Lakini rais pekee anayewasikiliza Israeli bila kipimo ni Donald Trump. Kwa hiyo hawawezi wakaipoteza fursa ambayo wanaweza wakaitafuta kwa miaka 50 wasiipate. Manake kuwa nenda kaangalia yanayoendelea West Bank kwa hivi sasa, matukio yaliyotokea jana juzi kule ukingo wa magharibi. Na ukitaka kuona hilo kuwa hao wanampeleka, msikilize Tom Barak, mwakilishi wa Marekani ambaye ni balozi wa Marekani kule Uturuki, alijozungumza jana kuhusu usalimishaji wa silaha wa Hizbullah. Anasema kuwa kama serikali ya Lebanoni haiwezi kuwashinikiza Hizbullah kusalimisha silaha, basi hakuna njia yoyote ya kuizuia Israeli kuingia kwenye vita. Yani anawasha green light kwa Israeli kuwa kama utastopisha kule Gaza, njoo Lebanoni, endelea. Yani ukiangalia ni Trump kujifanya kuwa ye anajua kupanga safu, lakini safu nzima aliyoipanga ni ya wazayuni ambao wote wanamchezea shere, yani wamemzunguka wanamchezea. Hali ya kuwa yeye peke yake anaweza kuwa hajui nini anakifanya, lakini wenzake wote wanajua wanafanya nini. Yani kauli ya Tom Barak ni kauli ambayo inaashiria kuipa idhini Israeli kuwa kubaliana tuna hilo la Gaza, lakini njoo anzisho. Ni kauli ya kumlinda Netanyahu kutokana na yale yanayoendelea ndani ya Israeli, kuwa hakuna usitishaji wowote utatokea, kwa sababu usitishaji utakuondoa wewe. Hakuna mzayuni ambaye wazayuni wanaenjoy naye kama Netanyahu, kwa sababu ana akili nyingi za kuwaendesha wazayuni wenzake au kutimiza malengo ya wazayuni. Sasa hii ya kwenda Steve Witkoff na Jared Kushner ni watu wadogo sana ambao hawawezi wakapambana na pressure iliyopo, wala hawawezi wakadhibiti, kwa sababu wewe unakuja Jared, halafu sisi tuna silaha kubwa tumeiweka Epson kuwa ima utekeleze ima usitekeleze. Sisi tuachie, wewe uachie. Wewe utakuwa kwenye nafasi gani? Kwa hiyo sisi silaha tulionayo ni nzito sana kwako, wewe huwezi kuipangua. Ndio kinachotokea katika mgogoro wa hivi sasa. Rahby Digital, haki na ukweli.